Amen. Kwa hiyo katika sura hii ya Wafalme wa Pili tunaona habari ya Naamani, jinsi ambavyo Naamani alikuwa ni mtu mkuu na mtu wa kuheshimika katika jamii yake, lakini alikuwa na tatizo ambalo linamsumbua, na tatizo la muda mrefu. Alikuwa na udhaifu wa ukoma, ugonjwa wa ukoma, na kwa mila na desturi za tamaduni za nyakati hizo, mtu akiwa na ukoma watu walikuwa hawawezi kukaa karibu naye, wamtenga na kadhalika. Lakini huyu pamoja na ukoma wake, kwa sababu alikuwa ni jemadari wa jeshi, alikuwa ana ukuu, alikuwa anaheshimika, lakini bado pamoja na hayo ule ukoma ulikuwa ni kama mwiba kwake. Na Biblia inatuonyesha hapa kwamba alifanyika kuwa mtu mkuu, lakini alihitaji msaada wa Mungu. Kwa hiyo kila tunapojifunza hapa kwamba kila mtu katika dunia hii anamhitaji Mungu. Haijalishi hatua yake aliyopo, haijalishi anaheshimika kiasi gani, lakini mwanadamu yoyote, kwa sababu ameumbwa na Mungu, mwanadamu yoyote anamhitaji Mungu, lakini ili pia aweze kuishi maisha yenye furaha na amani. Na tunaona kupitia kijakazi ambaye walimleta, mtumwa ambaye walimleta kutoka Israeli, ambao walimleta awahudumie. Huyu mjakazi anawaletea habari njema ya kwamba yuko nabii wa Mungu ambaye anaweza kumtakasa bwana wangu na tatizo lake ambalo linamsumbua. Na watu waliposikia wakamwambia mfalme, na mfalme akamwambia Naamani, na Naamani akaamua kuchukua hatua ya kwenda kwa nabii ili aweze kupokea uponyaji.